Nina furaha ya kuona ni siku nyingine tena ambayo imempendeza Mungu kwa mafundisho ambayo unayapata kwa kupitia chaneli hii. Ninaamini kwa neema za Mungu unabarikiwa. Ninajua una like, una comment, una subscribe. Kwa hiyo ninaamini kwamba Mungu anakutunza sana na Mungu anakuonekania. Tumekuwa na ujumbe unaohusiana na watoto wa Yakobo na tulimwona Ruben namna ambavyo alikuwa ni mtu mkuu, lakini baba yake akamwambia utakuwa mtu mkuu. Lakini pia tulimwona Iskari ambaye tulimwona aliitwa ni punda hodari, aliishi maisha ya utumwa. Lakini pia tumemwona mtoto wake mwingine ambaye anaitwa Asheri, kwamba yeye alitamkiwa neno la kupata vitu vinono. Sasa ninatamani leo tuendelee, watumishi wa Mungu ambao mnanitazama, mabibi na mabwana, tumwangalie mtoto mwingine wa Yakobo anaitwa Dani. Kitabu cha Mwanzo 49 mstari wa 16 na wa 17a. Biblia inasema hivi: Dani atahukumu watu wake kama moja ya makabila ya Israeli. Mstari wa 17, Dani atakuwa nyoka barabarani, bafe katika njia, aumaye visigino vya farasi, hata apandaye ataanguka chake. Huyu ni Dani. Maandiko yanazungumza atakuwa nyoka aina ya bafe. Huyu nyoka aina ya bafe ni nyoka mwenye sumu, jamii ya nyoka aina ya kifutu, aina ya kifutu. Sasa katika ulimwengu wa roho, huyu anayeitwa Dani anapokuja kuoa mke, huyu mke anakuwa hajaolewa na Dani, anakuwa ameolewa na nyoka, tena nyoka mwenye sumu kali. Lakini pia hajaolewa tu na nyoka, ameolewa na mtu ambaye amebeba hukumu. Maana maandiko yanasema atahukumu watu wake. Maana yake utaona hata katika familia nyingi, ndugu kwa ndugu wanapelekana mahakamani. Kwa huku Kilimanjaro panakuwa na kesi nyingi sana za mashamba. Kwa mtu anaweza akampeleka ndugu yake mahakamani, akamfanyia vitu vibaya vya kuumiza kabisa, akamdhulumu. Sasa tunaona huyu mtoto wa Yakobo atawahukumu watu wake kama moja ya makabila ya Israeli, lakini atakuwa nyoka barabarani, bafe katika njia. Tena huyu bafe ni nyoka mwenye sumu kali. Katika ulimwengu wa roho, maisha ya Dani yatakuwa ni maisha ya kuathiri watu wengine. Kwa maana unaweza kuona mtu anaota labda anakimbizwa na nyoka. Sio nyoka kama nyoka, ni mtu ambaye amegeuka kuwa nyoka. Ni mtu ambaye amegeuka kuwa nyoka, anavaa hiyo roho ya nyoka. Kwa sababu utamwona huyu anaitwa Dani, lakini katika ulimwengu wa roho amevalishwa roho ya nyoka. Na ndivyo babake anasema kwamba atakuwa nyoka barabarani, aumaye visigino vya farasi. Katika ulimwengu wa roho kuna wale ambao wanaona wamedungwa na nyoka kwenye visigino, wamedungwa na nyoka kwenye mikono. Hivi ni vitu katika ulimwengu wa roho, ni watu kabisa wamevalishwa hiyo roho. Na kama mtu kama Dani amevalishwa roho kama hii, maana yake katika ulimwengu wa roho atakuwa anaathiri jamii inayomzunguka. Ndio utaona kwamba wakati mwingine tunaweza kuwa tunafanya maombi ya kushughulika na majoka, na Biblia kuna aina ya majoka pia imetaja. Kwa hiyo tunaweza kuona kwamba hawa ni watoto wa Yakobo, lakini kila mtoto kuna kitu ameachiwa. Wengine wameachiwa vitu vya kuwaumiza wengine. Kama wewe ambao unanisikiliza, inawezekana katika familia, jamii inayokuzunguka kuna watu wamekuumiza, au wewe umewaumiza watu, na watu wanaweza wakakulaumu wewe kwa nini umewaumiza. Kumbe katika ulimwengu wa roho, wewe sio Happy, wewe sio Juma, wewe sio Eriki, wewe sio Dani, wewe ni nyoka. Fikiria huyu Dani ambaye ni nyoka, ambaye Biblia inazungumza kwamba ni nyoka barabarani, bafe katika njia, atakuwa nyoka barabarani. Fikiria huyu nyoka sasa anazaa watoto, au unaolewa na Dani. Baba mkwe wako anakuwa ni Yakobo, alafu mume wako anakuwa ni Dani. Unazaa watoto katika ulimwengu wa roho, umezaa na mtu ambaye ni nyoka, na nyoka siku zote ana hila. So huyu mtu anaweza akaajiriwa, mfano atawafitini wenzake, atawaumiza wenzake,
Inawezekana umeajiriwa mahali, kuna mtu anakuumiza kwenye ofisi fulani, kwenye biashara fulani unaumizwa, kuna mtu ambaye mpaka kwenye moyo wako hujaweza kumsamehe. Nataka nikuambie neno moja, kuna wakati inakulazimu wasamehe watu, kwa sababu hao watu hawaishi kama wanavyopenda wao, wanaishi kama namna ambavyo adui aliwakamata kwenye asili ya kuzaliwa kwao. Kwa sababu huyu ndugu alizaliwa na akaitwa Dani, lakini baba yake akamtamkia neno, akamwambia wewe ni nyoka, tena nyoka mwenye sumu. Anamuita jina lake Bafe, ni aina ya nyoka wa kifutu kama nilivyozungumza. Huyu nyoka ana sumu. Maana yake huyu mtu anaitwa Dani atakuwa analeta madhara. Unafikiri kuna watu wangapi ambao wanaathirika na watu lakini hawajajua roho zilizoko ndani ya hao watu? Unafikiri ni watu wangapi ambao wamerudishwa nyuma, wamehukumiwa kwa sababu ya hii roho? Kwa sababu anasema kwamba Dani atahukumu watu wake kama moja ya makabila ya Israeli. Fikiri katika ulimwengu wa roho uwe na kiongozi kama huyu. Maana yake huyu kiongozi atawaonea watu, iwe ni mchungaji, iwe ni mwalimu, iwe ni mfanyabiashara kwenye taasisi yoyote. Huyu kiongozi atakuwa mwiba, atawaumiza watu sana. Maana anasema aumae visigino vya farasi. Kuna watu wengi wameumizwa, lakini hawajui ni kwa nini wanaumizwa. Tunaweza tukapambana na watu kimwili, tukawa tumekosea. Vita vyetu sisi sio katika mwili, vita vyetu sisi ni katika roho. Napenda nikuambie neno moja, mtu wa Mungu ambaye unanisikiliza, mahali popote pale ambapo upo, kuna vita uko nayo. Sasa usipojua chanzo cha hiyo vita, hutaweza kuishinda hiyo vita. Naomba nirudie tena, usipojua chanzo cha hiyo vita, huwezi kuishinda hiyo vita. Mfano, huyu mwanamke ameolewa na Dani, kila siku analia ndoa yake ni mbaya. Usipojua roho iliyoko ndani ya Dani na hilo neno alitamkiwa na nani, huwezi kupambana na hii roho iliyoko ndani ya Dani. Katika ulimwengu wa roho tunaweza tukamlaumu Dani sana, lakini Dani hatupaswi kumlaumu, kwa sababu hakupenda yeye kuwa nyoka, bali baba yake alimtamkia yeye kuwa nyoka, tena mwenye sumu. Na unakumbuka nilisema kwamba majina yana athari sana. Watu wengi wana majina yenye matatizo. Inawezekana jina lako unaona ni jina. Kuna wakati mwingine mtu unatamani kabisa labda uombe, usome Biblia, kuna kitu unataka kwenda kukifanya, lakini umebaki kuwa na ndoto, lakini uzitimize ndoto zako. Kwa sababu gani? Katika ulimwengu wa roho kuna roho ambayo ipo ndani yako. Na tunawezaje kushinda vitu kama hivi, watu wa Mungu? Nilizungumza nikasema lazima tuwe rohoni. Maandiko yanasema kwenye kitabu cha Yohana 8:32, anasema akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, mkikaa katika neno langu mmekuwa wanafunzi wa kweli kweli, mtaifahamu ile kweli na ile kweli itawaweka huru. Sasa kinachotuweka huru sio maombi. Sasa sina maana kwamba tusiombe. Kinachotuweka huru ni kufahamu ukweli. Mfano, huyu Dani anapojua kwamba ana jina zaidi ya Dani, kwamba baba yangu mimi alinitamkia kwamba mimi ni nyoka. Kumbe haya makali nilionayo na hii sumu, mfano sumu napenda kuizungumzia ya maneno. Hakuna kitu ambacho kina sumu mbaya kama maneno. Na ndio maana utaona kwenye kitabu cha Isaya 7:7 anasema neno hili halitasimama wala halitakuwa. Kwa nini? Lina athari. Maneno ni roho. Sasa huyu ana sumu. Katika ulimwengu wa roho sumu imetoka wapi? Alitamkiwa hilo neno, alitamkiwa hiyo roho, na hiyo roho ikakaa ndani yake. Kwa tukihangaika na Dani sana tunakosea. Basi tukihangaika na roho iliyoko ndani ya Dani, tumemponya Dani. Inawezekana wewe ni Dani ambaye umetamkiwa neno baya. Hatutadili na wewe, tutadili na hiyo roho, tutadili na huo ufalme, tutadili na hiyo ngome. Tukisema tunapambana na wewe, tutakupeleka magereza. Unaweza kuona mtoto ni mtukutu, unakuta ndugu yuko kwenye ofisi ni mtukutu, ana roho mbaya, anawaua hata wenzake, ana ukatili wa kutosha. Tukisema tunamchukia, hatujamsaidia. Lakini tukidili na hizi roho, tunauwa kabisa huyu mtu kwa tumemponya. Na ndio utakuta sasa kwenye kitabu cha Yakobo 5:16 anasema ungamaneni dhambi zenu ninyi kwa ninyi. Unajua tunapoomba hasa maombi ya toba, tunafunuliwa mambo mengi katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo huyo ndugu yako utaweza kumsaidia, wewe mwenyewe utaweza kusaidika. Inawezekana una hasira ya kupitiliza na unatamani kutoka kwenye hiyo hasira, ni tatizo ambalo limekushika na linakuumiza. Inawezekana wewe ni msaliti, huwezi kutulia na mke wako na hicho kitu kinakuuma ndani. Inawezekana wewe ni mlevi na hautaki ulevi. Inawezekana unafanya hata masturbation na hautaki.
Inawezekana unafanya usagaji na hautaki. Nimekuletea neno la Mungu la kukutoa. Inawezekana wewe kutoka hapo. Ayamkini kuna tamko umetamkiwa, ayamkini jina lako ndio linakupelekea jinsi ulivyo. Basi acha niombe kwa ajili yako, na Mungu Roho Mtakatifu ni mwaminifu hapo hapo ulipo. Mungu anaenda kutendea muujiza. Acha niombe kwa ajili yako. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aliye hai, mtoto wako huyu ambaye ananisikiliza, Mungu aliye hai, ninaomba hili neno tu, kitendo cha yeye kulisikia likayafungue maisha yake kabisa. Kitendo cha yeye kusikiliza akafungue maisha yake kabisa. Nguvu yako ambayo umeiweka ndani yangu ishuke juu yake hapo alipo, katika sauti hii inapopenya kwenye masikio yake. Chochote ambacho ayamkini ni nyoka yuko ndani yake, ni mende, ni roho yoyote mbaya iko ndani yake, hiyo roho ikamwachie katika jina la Yesu Kristo, na Mungu wa mbinguni akubariki sana. Amen.